الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز الفائزون، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kiongozi wa umma huu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nikuhusie sambamba na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu, kwani mafanikio ya mwanadamu yameqaranishwa, yameambatanishwa pamoja na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaendelea na vikao vyetu kila baada ya salatu al-fajr, hiki kikiwa ni kikao cha 4. Leo bi'abdillah subhanahu tazungumzia ahkamus sawmi, hukum za funga, hukum ambazo zinaambatana na funga. Kama tulivyosema kwamba risala hii aliyoiandaa Sheikh ameiandaa kwa mtiririko wa maswali na majibu yake. Hapa swali lasema, ma huwa al-aslu fi wujubi as-sawm, ma huwa al-aslu fi wujubi as-sawm, ni ipi asili kunako wajibu wa funga. Ma huwa al-aslu fi wujubi as-sawm, asili ya wajibu wa funga ni ipi? Ni ipi asili ya ulazima wa funga, bimaana funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na kama ilivyokuja kwamba funga za lazima zimegawanyika katika vigawanyo vitatu. Funga ya lazima ambayo ni lazima mtu aifunge imegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni saumu Ramadhani, ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni lazima mtu afunge. Na funga ya pili ya lazima ni saumu al-kafarat, funga ya kafara. Yani mtu amefanya kosa fulani, basi hukumu yake ya lile kosa ni kufunga, basi kwa wakati huo funga hiyo ni lazima. Na hiyo pia imekuja kuelezewa katika Qur'an. Na funga ya tatu ni saumu nadhir, funga ya nadhiri. Mtu akitoa nadhiri ya funga, basi kwa wakati huo ni lazima, ni wajibu kwake yeye aweze kutimiza nadhiri hiyo. Kwa hiyo hapa ni ipi wajibu wa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ma huwa al-aslu, ni ipi asili fi wujubi sawmi, kunako wajibu wa funga? Jibu lake nasema al-aslu fi wujubi sawmi, asili ya wajibu wa funga qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, suratul Baqara aya 183. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Allah. Kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa juu yenu funga. Kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa juu yenu funga. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa wale walioishi kabla yenu. Aya hii yaonesha kwamba funga haikuanza kwa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yao, bali funga hii imeanza katika umma zilizotangulia, kama tulivyogusia kwamba funga ilianzia kwa Nabiiullah Nuh alayhi salam min Adam. Funga ilianzia kwa Nabiiullah Adam alayhi salam, kwa hiyo ikaja mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama waliofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu nyinyi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akataja lengo
la kufaradhishwa funga hii kwa wanadamu ni lipi? La'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah, ili muwe wacha Mungu. Wa qawluhu, na qawli yake Allah pale aliposema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yeyote ambaye atashuhudia miongoni mwenu mwezi. Faman shahida minkum ash-shahra, yeyote atakayeushuhudia mwezi miongoni mwenu, falyasum, na afunge. Bimaana aya hii yaonesha kwamba yeyote ambaye atadirikiwa na mwezi akaudiriki au Ramadhani ikaingia yuko, basi mtu huyu ni wajibu kwake yeye kufanyaje jamaa? Ni wajibu kufunga. Na zikaja adilla mbalimbali katika sunna, kama hadithi anayosimulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sala na amani ziwe juu yake, buniya al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengeka juu ya nguzo tano. Fadhakara minhum, akataja miongoni mwa nguzo hizo saumu Ramadhani au saumi Ramadhani, ni funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini vile vile imekuja hadithi ya Abdullah ya Talha bin Abdullah anna a'rabiyya jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, bedui kutoka huko mbali mapolini alikuja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuja kwa Mtume akamwambia, akhbirni madha farada Allahu alayya min as-siyam, ewe Mtume nipe habari ni kitu gani alichokifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala juu yangu katika funga, yani ni funga ipi ambayo ni ya lazima kwangu mimi niweze kuifunga. Mtume akamwambia, shahru Ramadhan, ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Faqala, yule a'rabu akamuuliza Mtume, hal alayya ghayru, je ninafunga nyingine tofauti na ya mwezi wa Ramadhani? Yani kuna funga nyingine ya lazima ambayo ni wajibu niifunge tofauti na mwezi wa Ramadhani? Qala la, Mtume akasema hapana, illa an tatatawwa shay'a, isipokuwa funga za tatawwu, maana za sunna. Kwa maana hadithi hii vile vile yaonesha kwamba funga ya Ramadhani ndio funga ambayo asili ndiyo funga ya lazima. Na shurutu wujubi sawmi, kipengele cha pili tutazungumzia sharti za wajibu wa funga. Shurutu wujubi sawmi, sharti za wajibu wa funga au sharti za wajibu wa funga, yani funga sharti zake ni zipi? Sinun sual, shekhe kama tulivyosema asema swali la kwanza katika kipengele hiki, udhkur shuruta wujubi sawm, taja sharti za wajibu wa funga. Udhkur shuruta wujubi sawm, taja sharti za wajibu wa funga. Jimu, shurutu wujubi sawmi khamsatun, shurutu wujubi sawmi khamsatun, sharti za wajibu wa funga ni sharti tano. Ndio maana funga ina sharti zake ni tano. Ili mtu afunge lazima hivi vigezo vitano, haya mambo matano tayari yawe yamekamilika kwake. Wahia nayo ni kama yafuatayo: al-islam, sharti la kwanza ni mtu awe muislamu. Al-islam, sharti la kwanza mtu awe nini? Awe ni muislamu. Ili afunge lazima awe muislamu. Fala yasihhu as-sawm min kafiri, funga haikubaliki kwa kafiri. Fala yasihhu as-sawm min kafirin, funga haikubaliki kwa kafiri. Kwa nini? Lianna siyama ibada, kwa sababu funga ni ibada. Funga ni nini? Ni ibada. Wal ibadatu, na ibada la tasihhu min al-kafirin, haikubaliki kwa kafiri. Kwa kuwa hii ni ibada na ibada haikubaliki kwa kafiri. Kwa hiyo ili mtu afunge hatta yashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasul, mpaka mtu ashuhudie ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na ashuhudie na kukiri ya kuwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam
ni mtume wa Allah. Kwa lugha nyingine kwamba mtu mpaka asilimu ndiko kutamka, ndiko kushuhudia kwamba pana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kwa Muhammad ni mtume wa Allah, na maana tayari amesilimu, ameingia katika Uislamu. Lakini fa idha aslam, mtu atakaposilimu, la yulzam biqada'i ma fatahu, hatowajibishwa kulipa kile kilichompita. Kwa mfano mtu amesilimu Ramadhani ya 10, atafunga zile siku zilizoko mbele yake, lakini hatowajibishwa kulipa zile siku ambazo zilimpita kabla ya kuingia katika Uislamu. Umeelewa na Uislamu? Tayeb. Jambo la pili au sharti la pili, al-aqlu, ni mtu awe na nini? Au na akili timamu. Al-aqlu, mtu awe na nini? Awe na akili. Fala yasihhu as-sawmu min majnun, fala yasihhu as-sawmu min majnun, sawmu haikubaliki kwa mwenda wazimu, yani kwa yule ambaye hana akili, mtu huyu funga yake haikubaliki. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, rufi'a al-qalamu an thalathati, kalamu imeinuliwa kwa watu watatu. Maana watu wa aina tatu kalamu zao zimeinuliwa, haziandiki chochote katika matendo ya kheri wala katika matendo ya shari. Maana haandikiwi, yeye anafanya bila kuandikiwa chochote, hakuna kinachomghalimu katika maisha yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, anis sabiyyi hatta yablugha, kwanza kabisa ni mtoto mdogo, haandikiwi chochote mpaka pale atakapokuwa amefikia umri wa baligh. Maana mtoto mdogo yeye afanya, lakini daftari lake bado halijaanza kuandikwa chochote, kalamu yake haijaanza kuandika. Mtu wa pili, wa anin naimi hatta yastayqidha, ni mtu aliyelala, aliyesinzia mpaka pale atakapoamka. Na mtu wa tatu, wa anil majnuni hatta yafiqa, na mwenda wazimu mpaka pale akili zake zitakaporejea. Hadithi hii imepokea rawahu Abu Daud. Na mtu wa tatu au sharti la tatu, al-bulugh, ni mtu kubaligh, yani mtu kufikia utu uzima, ule al-bulugh, kubaligh. Fala yajibu as-sawmu ala as-saghir, funga haikubaliki. Kwa nini? Kwa mtoto mdogo. Fala yajibu as-sawmu ala as-saghir, funga haikubaliki kwa mtoto mdogo. Au fala yajibu as-sawm ala man lam yablugh, funga haikubaliki kwa yule mtu ambaye hajafanyaje, hajafikia baligh. Fala yajibu as-sawm ala as-saghir, funga haikubaliki kwa mtoto mdogo hatta yablugha, mpaka afikie utu uzima, mpaka abaligh. Lakin idha kana as-sabiyyu mumayyizan, lakini mtoto huyo kama atakuwa ni mtambuzi, yani huyo mtoto mdogo bado ni mtambuzi, hajafikia umri wa baligh, lakini ni mtambuzi na anaweza kufunga, basi huyo atafunga, wasahha sawmuhu, na funga yake itakuwa imekubalika. Maana mtoto huyo atafunga na funga yake itakuwa imekubalika kama atakuwa na uwezo wa kufunga na ana upambanuzi wa kufunga, basi atafunga. Lakini vile vile hili litamwajibisha walii wa yule mtoto, walii wa mtoto, yule mlezi wa mtoto. Basi kama mtoto ana uwezo wa kufunga, amzoeshe afunge, kwa sababu hii ni ibada, na sisi ni wajibu wetu kama walezi watoto wetu kuwakuza, kuwalea kunako kuitekeleza ibada. Kwa mtoto atalelewa kunako kuitekeleza ibada hii ya. Kwa hiyo atakuwa anafunga mtoto hata kama hajafikia umri wa baligh, madamu ana uwezo wa kufunga. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba radhiallahu ta'ala alayhim, waliwawajibisha watoto wao kufunga ili yawe ni malezi kwa ajili ya kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sharti la nne, al-qudratu ala as-sawmi, al-qudratu
ala sawm, ni mtu kuwa na uwezo wa kufunga. Sharti la 4 al-qudratu ala sawm, uwezo wa kufunga. Fala yajibu sawm, si wajibu funga, si lazima funga ala man la yaqdiru alayhi, kwa yule ambaye hawezi. Maana funga si lazima kwa yule mtu ambaye hana uwezo wa kufunga. Mfano wa hao ni mgonjwa, kalmaridhi, ni kama mgonjwa. Kwa hiyo mgonjwa si wajibu kwake kufunga. Kwa nini? Kwa sababu tayari wakati huo hana uwezo wa kufunga. Na hili amelisema Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa man kana maridha au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, yule atakayekuwa mgonjwa. Faman kana maridha, ama yule mgonjwa, au ala safari, au mtu yuko safari, yumo ndani ya safari, fa'iddatun min ayamin ukhra, na atahesabu ile idadi ya siku alizokula ndani ya Ramadhani, kisha azilipe katika masiku mengine nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amemtaja mgonjwa na msafiri, akawapa udhuru, wana udhuru wa sheria wa kula ndani ya Ramadhani kisha walipe nje ya Ramadhani. Lakini pia ugonjwa umegawanyika sehemu mbili. Ugonjwa wa kwanza ni mgonjwa ambaye yurja bur'uhu, anataraji kupona. Huyu hukumu yake atakula alafu atalipa katika masiku mengine nje ya Ramadhani. Lakini kuna mgonjwa ambaye la yurja bur'uhu, yeye hatarajii kupona, ugonjwa wake ni endelevu. Sio hivyo? Kuna magonjwa ambayo mtu akiugua ni endelevu, yani hana matarajio ya kupona, ni aghla mtu kufanyaje kupona. Huyu atakula na niaba yake atalisha kila siku maskini mmoja. Yeye amepewa fursa ya kula. Huyu kwa kuwa hatarajii kupona ili afunge, ili alipe, hukumu yake atakula na kumlisha maskini kila siku, atamlisha maskini mmoja. Tayeb. Na jambo la 6 au sharti ya 6 na ya mwisho katika nukta hii ni adamul mani'. Adamu almani, kusiwepo kizuizi cha kumzuia mtu na funga. Adamul mani', kusiwepo na kizuizi, kukosekana kizuizi cha kumzuilia mtu kufunga. Kwa sababu mtu anaweza haya masharti yote akawa nayo, akawa ni Muislamu, akawa na uwezo, akawa ana afya, au akawa amefikia baligh, lakini bado akawa na kizuizi kinachomzuia kufanyaje kutekeleza ibada ya funga. Kama kizuizi gani? Sheikh anasema fala yajibu sawmu ala al-haidh wan-nifsa, haikubaliki, si wajibu funga kwa yule mwenye hedhi. Kwa maana kile kitendo cha kuwa na hedhi tayari ana kizuizi cha kumzuilia na nini na funga. Huyu hatofunga kwa sababu tayari ana kizuizi. Au akiwa na ile an-nifsa, yani yule aliyezaa, unahitaji ile mtu akizaa ule muda ule ambao atakuwa baada ya taharika, basi vile vile huyu hatofunga kwa sababu ana nini, ana kizuizi. Na haya yamethibitika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakionyesha kwamba mtu atakayekuwa na hedhi na mengineyo mfano wa haya, basi mtu huyu ni haramu kwake yeye kufunga, ni haramu, ameharamishiwa funga, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum wa lam tasum, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Hivi haiwi kwa mwanamke anapoingia hedhi au anapopata hedhi, mwanamke huyo hasali na hafungi, fadhalika min nuqsani dini, hili ni katika upungufu wa dini yake. Tena takuwa na hedhi asifunge wala asiswali, basi yaonyesha kwamba yeye katika dini ana nini, ana upungufu. Lakini wayajibu alqada alayhima, itamwajibisha huyu mwanamama au mwanamke wa namna hii kulipa pale atakapoondokana na hali hii. Mama atakapotoharika ni wajibu kwake kulipa, kama anavyosimulia Aisha radhiallahu ta'ala anha wa ardhaha, asema kana yusibuna dhalika, tulikuwa tukipatwa na hali hiyo, maana hali ya hedhi ilikuwa ikitupata,
fanu'maru biqada'i as-sawm wa la nu'maru biqada'i as-salat. Tukiamrishwa kulipa funga, kama tunapopitiwa na hali hiyo, tuliamrishwa kulipa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini hatukuamrishwa kuswali. Na maana mwanamke anapoingia katika hedhi, basi akitoharika atalipa funga wala hatulipa swala. Na hapa katika swala kuna baadhi ya mambo wanawake wengi hawayafahamu. Mfano, mtu anapotoharika kabla ya kuzama jua, mtu anapotoharika mwanamke kabla ya jua kufanyaje? Kuzama. Mtu huyu atakapojitoharisha ataiswali salatu dhuhuri na salatu al-asr. Hata swali al-asr tu, ataiswali salatu dhuhur na salatu al-asr. Atatoharika kabla ya jua kuzama, ataswali salati, na maana atailipa dhuhuri pamoja na al-asr. Na akitoharika kabla ya salatu al-fajr, yani akatoharika usiku, na maana muda wa Isha na kuendelea, atalipa salatu al-maghribi na salatu al-isha. Kwa maana hizi swala kama muda utakuwa umepita lazima atazilipa. Hata muda wa asr na dhuhuri ukiwa umepita lazima tufanyaje? Atazilipa. Mara nyingi wanawake wakitoharika wanaswali ile swala ambayo ipo katika muda huu, hizi nyingine wanaziacha, na haya ni makosa. Lazima azilipe adh-dhuhur wal-asr, al-maghrib wal-isha. Hivi ndivyo ilivyokuja katika sheria. Naktafi bihadha wa jazakumullahu khairan bihusni istima'ikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.